Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuna hatua kubwa iliyofikiwa wakati wa mazungumzo na maafisa wa Ukraine mjini Geneva kuhusu mpango ulioandaliwa amani ulioandaliwa na Washington. Bila kutoa maelezo ya kina, Rubio aliwaambia waandishi wa habari jana Jumapili kwamba kwenye mazungumzo hayo walifanikiwa kuandaa hati ya msingi ambayo ingetumika kwa ajili ya majadiliano zaidi kuelekea kufikiwa makubaliano amani. Rubio, ambaye ujumbe wake ulijumuisha mkwewe Trump Jared Kushner na mjumbe wa kidiplomasia Steve Witkoff, ameongeza kuwa wamepiga hatua kubwa ya kupunguza vipengele vinavyozua mivutano na kusisitiza kwamba masuala yote yanaweza kupata suluhu, na kwa maana hiyo anaamini watafikia malengo. Sitaki kukisia au kuingia kwa kina kwenye vipengele vyovyote maalum katika toleo jipya la pendekezo, kwa sababu kusema kweli, kufikia kesho au siku inayofuata hilo linaweza kuwa limebadilika, lakini naweza kuwaambia nina matumaini makubwa kwamba tunaweza kukamilisha jambo hapa kwa sababu tumepiga hatua kubwa leo, alisema Rubio. Mkuu wa ujumbe wa Ukraine Andriy Yermak pia aliwaambia waandishi wa habari mapema kwamba pande hizo zimefikia pazuri sana na zinasonga mbele kuelekea amani ya haki na ya kudumu ambayo watu wa Ukraine wanastahili. Rais wa Marekani Donald Trump aliipatia Ukraine hadi Novemba 27 kuupitisha mpango wake huo tata, ambao kwa kiasi kikubwa wa mataifa ya Ulaya, ikiwa ni pamoja na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni na Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz wanataka majadiliano ya kina kabla ya kuafikiwa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliyezungumza kwa simu na Zelensky jana Jumapili alisema mataifa 30 yaliyo kwenye kile kinachoitwa muungano wa walio tayari kuisaidia Kiev yatafanya mazungumzo kwa njia ya video siku ya Jumanne. Kiev pia inataka kufanyike mabadiliko kwenye rasimu hiyo inayofungulia milango zaidi Urusi na kuitaka Ukraine iliyovamiwa kuachilia maeneo, kupunguza jeshi lake na kuahidi kutojiunga na jumuiya ya kijeshi ya NATO. Kulingana na Rubio, marais wa mataifa hayo watalazimika kuyakubali matokeo ya mwisho ya mazungumzo hayo, na kuna masuala kadhaa ambayo watahitaji kuendelea kuyafanyia kazi kabla ya kujaribu kuingiza Urusi ambayo ilikaribisha pendekezo la awali. Katika hatua nyingine, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine alinukuliwa jana Jumapili akisema ilikuwa ni hatua nzuri kwa Ukraine kufanya mazungumzo na wawakilishi wa Marekani, na kuongeza kuwa ilikuwa ni ishara kwamba timu ya Trump inawasikiliza, huku akiishukuru Marekani kwa msaada wake. Taarifa nyingine zimesema maafisa wa mataifa hayo mawili wanajadiliana kuhusu ziara ya Zelensky wiki hii mjini Washington kwa lengo la kujadiliana mpango huo wa amani na Rais Trump, hii ikiwa ni kulingana na duru zenye uelewa na suala hilo. Kulingana na chanzo kimoja, marais hao wawili watakutana ili kujadili vipengele tata zaidi vilivyowekwa na Marekani kwenye pendekezo hilo, na hasa suala la maeneo.